Natambua umuhimu wa kumshukuru Mungu kila wakati, na ndio maana sherehe hii kubwa sana ya Kanisa la Neno la Upatanisho au The Word of Reconciliation Church WRC kutimiza miaka 19 tangia huduma hii ianze kazi yake hapa duniani. Ongeleni sana, kwani hii siku ndio siku aliyoifanya Bwana, tufurahi na kushangilia. Baba Askofu Nabii Mkuu Nicholas Suguye na mapasta wote, ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, kanisa letu lina shamla ya kutimiza miaka 19 tangia kuanzishwa kwake. Napenda nami niwaletee salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yuko pamoja nasi Kiloo siku ya leo. Anatambua uwepo wangu hapa na amenituma niwaletee salamu za upendo na furaha. Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anawasalimu sana. Baba Askofu na Nabii Mkuu Nicholas Suguye, mapasta na wageni waalikwa, nami niendelee kuwapongeza waumini wote hapa Cathedral makao makuu kwa kazi kubwa iliyofanyika na kufikia hatua hii mliofikia. Hongereni sana. Nimepitia makala mliotuonyesha hapa kwa njia ya video fupi, inaonyesha safari hii haikuwa rahisi. Nimeona vikwazo mlivyopitia, lakini kwa mkono wa Mungu amewanyoshea njia, kama Musa alivyokuwa na fimbo mkononi akasema piga maji wana wa Israeli wapite, na wakavuka ng'ambo. Kazi hiyo na ushuhuda huu nimeiona kwenye madhabahu hii. Hongereni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Baba Askofu Nabii Nicholas na mapasta wote, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tunafahamu na imeeleweka iko kwenye katiba ya serikali ya dini, lakini watu wake wana dini na sisi viongozi tuna imani, tunaamini katika dini, lakini kuna mambo ambayo sisi wenyewe kama wanadamu tunaona miujiza mingi inafanyika, inapandisha imani kwa Mungu wa kweli huko, na kazi yenu ni kubwa sana na mna mchango mkubwa kwenye kuleta amani katika nchi yetu na dunia kwa ujumla. Makanisa na serikali tunafanya kazi pamoja kwa watu wale watu ni hawa wanaofanya nao kazi, waelekeza kuacha dhambi na matendo mabaya na kuleta amani na ustawi wa jamii. Ukiona mafanikio, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye mkoa wa Dar es Salaam, ukiona utulivu katika mkoa wa Dar es Salaam, ni kwa sababu ya viongozi wetu, ni kwa sababu ya kanisa hili na makanisa yote na viongozi wako hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kumetokea na pepo ambayo naendelea kuwaomba viongozi wangu hawa. Kuna pepo mmoja kwa kitaalamu wanasema ni Coro syndrome. Ni pepo ya kishetani ambayo sisi wanaume tunasema yale maumbile yamepotea. Sasa baba yangu, Baba Prophet Suguye, miwaga namfuatilia sana. Moja ya kazi yake ni kiboko ya wachawi wote, ni kiboko na maposa wako hapa. Sasa imetokea hii hali ya kisaikolojia ya mtu anasema ameshikwa bega, alafu akitizama kule mambo hayapo. Hivyo nitumie nafasi hii kuwaomba kwa unyenyekevu mkubwa viongozi wetu wa dini, tuendelee kukemea mapepo haya. Yanatuletea uhasama katika familia, yanatuletea uhasama katika maeneo yetu, yanatengeneza uhasama kati ya mtu mmoja na mtu wa pili. Sasa unajikuta, Mheshimiwa mgeni rasmi, wengine wanaenda kwenye kesi ya mauaji na baadaye anasema aliyelalamika haonekani, ila yule aliyepiga akaua anapelekwa mahakamani, anahukumiwa. Hivyo tunawaomba viongozi wetu wa dini, tumewaona mkikemea, tunapongeza na tunashukuru sana. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam mmefanya kazi kubwa, tunawashukuruni sana. Tunamshukuru Mungu kwamba tumemaliza tukio hili salama kabisa, na kipekee ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo iko chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan
kwa kuweza kumtuma waziri wa kazi, ajira na mahusiano katika ofisi ya waziri mkuu ili kuwa na sisi hapa kama mgeni rasmi, lakini tumepokea kwa moyo wa shukrani kabisa kile ambacho serikali iko tayari kutusupport kama kanisa kwa ajili ya jamii ambayo inatuzunguka. Mwitikio wa watu ulikuwa ni mkubwa, lakini mioyo ya watu imekuwa na furaha sana, lakini upokewaji wa kauli mbiu ya kizazi cha dhahabu. Kizazi cha dhahabu imekuwa, nafikiri kinabii, inaweza kuja kuwa na matokeo makubwa sana katika mioyo ya watu, kwa sababu hakuna mtu anayependa kuwa bati, hakuna mtu anayependa kuwa chuma, kama mtu anapenda kuwa dhahabu, na tunafahamu thamani ya dhahabu. Tulikotoka ni mahali kwenye maumivu, tusingependa kukumbushia huko tulikotoka, lakini sasa Mungu ametuambia tu kizazi cha dhahabu, tunatazama mbele zaidi. Mbele kuna mambo ya baraka, mbele kuna mambo ya amani, ya furaha, kuna mambo ya kuponya mioyo. Kwa hiyo kama kizazi kipya cha dhahabu tunategemea makubwa sana. Ukiniuliza mbele unaona nini? Naona makubwa sana, naona baraka, naona afya njema za watu, naona watu wanafanikiwa. Hiko ndicho ninachokiona miaka michache ijayo kuanzia leo. Kwa hiyo kuna wengine hivi ninavyozungumza, huwa namwamini Mungu kwamba chakula ambacho Mungu huwa anatuambia au ananiambia niandae, alafu nikawapatia watu wa Mungu bure, huwa kuna watu wamekusudiwa tu, lazima watakuwa wanabarikiwa. Sisi ni Watanzania, kwa hiyo tuna kila sababu ya kukutanika pamoja, na tunamshukuru Mungu kwa miaka 19 ya WRC tumemwona Mungu kipekee, na kama mnavyoona kazi ya Mungu hii si rahisi sana, lakini kwa neema ya Mungu tunavuka, tunaifanya. Lakini nipongeze serikali ya Tanzania. Kwa mtu ambaye yuko humu nchini anaweza akaona ni kawaida tu. Kuna watu hawapati muda wa kuabudu, kuna hawapati muda wa kusali, wanasumbuliwa, ukikaa hapa mara mabomu mara nini. Lakini sisi tuna amani. Sisi nchi yetu, ni kweli wanasema serikali haina dini, lakini viongozi wetu wanasimama upande wetu. Wanahakikisha anayesali chini ya mti asali, anayesali ndani ya kanisa sali. Kwa hiyo pia naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa rais wetu kwa jinsi ambavyo anajaribu kutufanya Watanzania wote tuweze kuabudu, tuweze kusali kulingana na imani zetu, ili maisha yetu yaende, kwa sababu kila mwanadamu ameumbwa kwa pumzi ya Mungu na ameumbwa kumtafuta Mungu. Wameturahisishia kutuacha huru kumtafuta Mungu.